Naam, rafiki mpendwa, amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe. Bado tunaendelea na mfululizo wa kukuonyesha kwamba Qur'an hii iliyopo sasa hivi imechakachuliwa, na kwamba kitabu hiki kilichopo sasa hivi Muhammad akitambui. Katika kitabu cha Lu'lu'ul al-Marjan tunasoma nukuu kutoka Buhari juzuu ya 5 hadithi namba 103. Anasema hadithi Abdullah ibn Amri kutoka kwa Mashruk, amesema alitajwa Abdallah ibn Amri akasema, yule ni mtu ambaye nitaendelea kumpenda na haswa baada ya kumsikia mtume wa Allah akisema, isomeni Qur'ani kwa watu wanne. Kwa Abdallah ibn Masud, akaanza na yeye Abdallah ibn Masud, kwa Salim maula wa Abu Hudhaifa, yani mwachwa huru wa Abu Hudhaifa, kwa Ubay ibn Kab na kwa Muad ibn Jabal. Mtume amesema, ikiwa mnataka Qur'an, nendeni mkajifunze kwa maswahaba au wanne. Sasa hebu tuanze na Abdallah ibn Masud. Abdallah ambaye mtume amesema twende kwake, anatembea hivi katika hadithi ya 1598. Hadithi ya Abdullah ibn Masud kuwa alitoa hotuba akasema, wallahi nimejifunza zaidi ya sura 70 kutoka kwa mtume wa Allah, na wallahi maswahaba wa mtume walielewa kwa mimi ndiye mjuzi zaidi yao kuhusu kitabu cha Allah, nami sikuwa mbora wao. Anasema maswahaba walifahamu kwamba mimi ni mjuzi zaidi wa kitabu cha Allah na mimi sikuwa mbora wao. Manake yeye hakuwa Bana Hashim, hakuwa mkoreshi wa Bana Hashim ambao ndo walikuwa wabora zaidi. Walikuwepo kina Abbas, kina Ibn Abbas, watu ambao ni wametoka katika ukoo bora zaidi kumliko. Lakini anasema maswahaba walijua kwamba yeye ana ufahamu kubwa wa Qur'an. Shakiki mpokezi wa hadithi hii anasema, nikakaa katika mdiwara ya makundi ya watu wanaosikiliza anachokisema, sikupata kulisikia jibu kinyume na lile. Hadithi inaendelea kusema, hadithi 1599. Hadithi ya Abdullah ibn Masud amesema, wallahi ambaye hakuna Mungu anayestahiki ibada asiyekuwa yeye, haikuteremshwa sura katika kitabu cha Allah isipokuwa ninaelewa wapi ilipoteremka na haikuteremka aya katika kitabu cha Allah isipokuwa ninaelewa kwa sababu gani imeteremshwa. Na kama ningalimuelewa mwenye kujua zaidi yangu kitabu cha Allah na sehemu alipo na ambapo ngamia wanaweza kufika, ningalimwendea. Maneno haya anayasema Abdallah ibn Masud kwamba laiti angelijua mtu mwingine mwenye ufahamu wa Qur'an aliyemzidi yeye, basi angemtafuta mtu huyo. Manake ni kwamba alikuwa na uhakika kwamba yeye alifahamu Qur'an zaidi ya hao wengine. Sasa basi, tunapochukua Qur'an chapa ya 8 ya msahafu tarjama ya Sheikh Saleh Abdallah Farsi chapa ya 8, katika ufafanuzi wa mwanachuoni huu uliokuja mbele ya Suratul Falaq na Suratul Nas, tunaelezwa katika ukurasa wa 974, miongoni mwa swala la kwanza lenye muhimu kuzingatiwa ni je, kuna uthibitisho maalum kwamba sura mbili hizi, yani Suratul Falaq na Suratul Nas, ni Qur'an au si Qur'an? Kuna nafasi ya kuzitilia shaka. Swali hili linajitokeza kwa sababu kuna hadithi kadhaa za sahaba maarufu wa mtume sallallahu alaihi wasallam, Abdallah ibn Masud radhiallahu anhu, ambazo zasema kuwa yeye hakuzichukulia sura mbili hizi kuwa ni sehemu ya Qur'an, naye akuzitia katika nuskha yake ya Qur'an, yani nakala yake ya Qur'an. Imam Muhammad Basari, Tabarani, Ibn Maduya, Abu Yala, Abdallah ibn Ahmad ibn Ambal
Umeidi, Abu Nuaim, Ibn Hibban na mabingwa wengine wa hadithi wameyanakili hayo kutoka kwa Ibn Mas'ud kupitia isnad kadha ambazo ni sahihi. Katika hadithi hizo sio tu kwamba imesemwa alikuwa akizitenga sura mbili hizo na Qur'an, bali pia inasema kwamba alikuwa akisema msiatie katika Qur'an yale mafungu ya maneno ambayo si sehemu yake. Sura mbili hizi hazipo katika Qur'an. Hii ilikuwa ni amri toka kwa Allah ambayo alipewa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa atafute ulinzi kwa Allah kwa maneno hayo. Katika baadhi ya hadithi pia inasema kwa yeye Abdallah ibn Mas'ud alikuwa azisomi sura mbili hizi katika swala. Mwisho wa nukuu. Abdallah ibn Mas'ud hakuchukulia muadhatain, suratul Nas na suratul Falak kuwa ni sehemu ya Qur'an. Huyu Muhammad anatuambia ikiwa mnataka kujua Qur'ani nendeni kwake. Qur'ani ya Abdallah ibn Mas'ud miongoni mwa tofauti zingine ilikuwa haijumulishi suratul Falak na suratul Nas kwamba ni sehemu ya Qur'an. Qur'an ya Abubakari na Qur'an ya Umar na Qur'an ya Uthman bin Affan, Qur'an ya dola ilikuwa na suratul Falak na suratul Nas. Chaguo ni lako mpendwa. Sadiki mwalimu ambaye Muhammad amesema tuende kwake kujifunza, au uwasadiki hawa ambao Muhammad hakuwataja, au tumsadiki mtu kama Umar ambaye alikuwa anashughulika na biashara akitafuta pesa sokoni, au tutafute huyu ambaye alikuwa anakaa na Mtume na kujifunza kwake. Jukumu ni lako. Asante.